Mohamed Janabi, mkurugenzi mtendaji wa Hospitali ya Taifa Muhimbili na vile vile daktari bingwa wa magonjwa ya moyo. Leo tutajaribu kuelimisha jinsi ya kuzuia kuongezeka uzito au kwa kitaalamu preventing sugar spikes. Sasa tunapoongelea sukari kwenye damu, kidaktari tunapenda sukari iwe kati ya 70 mpaka 140 ukitumia milligram per deciliter. Kwa hiyo hii hapa ndo normal. Tunategemea mtu awe kwenye sukari kwenye damu, tukichukua kwa kipindi chochote awe yuko katikati hapa kati ya 70 na 140. Lakini tunapoongelea sugar spikes, kwa definition inaelezea kwamba sukari inayozidi 180 kwa milligram deciliter au kwa kile kipimo kingine cha millimole izidi 10. Maana yake nini sasa? Ni kwamba sukari hii inapanda, hii hapa kama hii kwa karibu 110, hii ndio inaitwa sugar spikes. Sasa athari ya sugar spikes nitajaribu kuelezea kwenye slide zangu zinazopatia. Kwa mfano, umekunywa chai asubuhi na nitaonesha nani mbili tofauti ili iweze huyu aliyekunywa chai breakfast kutumia cornflakes, spike ya kwanza inakwenda paka kwenye 200, then akaja mchana akala mkate itakwenda paka kwenye 180, akija jioni akila wali inakwenda paka kwenye 200. Sasa milo ni ile ile mitatu. Tutizame upande wa pili. Mtu ambaye amekunywa oats, sukari yake haipandi sana, inakwenda paka kwenye 150, akaja kula mkate wa brown lunch na jioni akaja kula viazi. Kwa unaweza kuona tofauti ya vyakula vitakavyoongeza sukari yako kwenye damu. Na ongezeko la sukari kwenye damu lina athari yake nyingi. Magonjwa tunaona ya moyo, magonjwa ya shinikizo la damu, huko mbele inaweza kukupelekea kupata kisukari, kupata matatizo ya afya ya akili siku za mbeleni huko. Kwa utofauti wa vyakula ndo unakupa hizo sugar spikes. Kwa nilisema kueleza mbinu 6 ambazo zinaweza kupunguza hiyo mpando wa haraka wa sukari kwenye damu au blood sugar spikes. Na mbinu ya kwanza ya kufanya ni kula vyakula ambavyo vina glycemic index iliyokuwa chini. Sasa glycemic index kwa lugha rahisi kabisa ni vyakula vyenye kuweza kuongeza sukari nyingi sana kwenye damu kwa mara moja, mara tu utakapokunywa pale, kama soda au kitu chote kitamu kile, asali ya kupitiliza. Na nitatoa mfano wa milo hii miwili. Kwa mfano, huyu amekula asubuhi, amekula cornflakes na hapa zinaongezewa na sukari na maziwa. Unaona sukari yake itapanda mara moja kwenda zaidi ya 200. Mchana amekuja kula mkate, then sukari itapanda karibu 190. Na jioni atakuja kula wali, spikes tena itapanda. Kwa hiyo kwenye damu saa zote kunatokea hizi peaks. Na kadri zinapopanda hivi na kongosho linatoa insulin. Manake lazima irudishe hii sukari chini, kwa sababu sukari kuwa juu ni hatari. Lakini tutizame milo mitatu hiyo hiyo kama alokula huyu, lakini huyu amekula oats asubuhi, sukari imepanda kidogo. Amekuja kula brown bread mchana, sukari imepanda kidogo kwenye 140. Jioni akaja kula natural viazi, yenyewe ikaenda kwenye 120. Kwa hiyo utaona kuna utofauti. Uchaguzi wetu wa chakula ni muhimu sana, kwa sababu nani ataongezeka uzito katika hawa watu wawili ni 100% huyu ataongezeka uzito. Mbinu ya pili ya kutumia ni kwamba ukipika chakula, kwa mfano either ni wali au viazi, vinapopikwa hivi vinaitwa starchy food. Hivi vyote ni wanga. Sasa tunapokula kile chakula huko kwenye njia yetu ya chakula, digestive system mara tu baada ya sisi kula chakula kikifika tumboni, kinaanza kuingia kwenye damu haraka sana, kwa sababu ni wanga,
na sukari unaona kama hivyo inapanda mpaka 180. Sasa chakula kile kile nikikichukua hiki chakula nikikiweka kwenye friji usiku kucha, yani sisi tunaita viporo, siku ya pili, hii starch inapitia process inayoitwa retrogradation na inakuwa resistant, inakuwa, sina neno la Kiswahili rahisi, haiwi rahisi sana kunyonywa tena kwa sababu imebadilika na imebadilishwa, imekuwa resistant. Kwa hiyo hata kwenye damu utaona kuna utofauti mkubwa kati ya wali au viazi ulipokula immediately baada ya kupikwa ikaja huku. Na wote tutakumbuka hizi mila zetu za mikoa ya pwani, na sio pwani tu, hata wale walioishi nje chakula kinapikwa cha siku 2-3. Kwa vile na vinaweza ukavila ukatengeneza hizo salad siku ya pili ya kutumia viazi, potato salad au kitu kingine, ili chakula kipate retrogradation, kupunguza ile peak ya sukari. Na hiki kitu ni cha kitaalam, sio kwamba ni kitu cha kubuni. Na mbinu ya tatu tunasema don't eat naked carbs. Maana yake nini? Ukitizama sahani hapa ni wanga mtupu na ni amount kubwa, lakini kinachoshauriwa sasa, ukiamua kuchukua wanga kama hapa, usile wanga ambao haujavaa nguo au naked kama wanavyosema. Hapa kuna wanga, lakini unaona kuna protein nzuri, kuna matunda. Kwa hiyo jaribu kuchanganya, usiwe wanga ndo mwingi zaidi. Kwa hiyo kwa kitaalamu wanasema don't eat naked carbs. Kwa hii itaweza kuzuia zile spikes za sukari kuwa juu sana. Na mbinu ya 4 ni hii ya kutumia vinegar. Ukiweka vinegar ina lactic acid. Kama vile ukitumia limao lina citric acid. Ni kwamba nini inachofanya hizi acid zilizokuwa aidha kwenye ndimu au kwenye limao au kwenye vinegar, lactic, citric acid, kinachofanya kwanza inapunguza kasi emptying ya chakula kutoka kwenye tumbo kuanza kuingia kwenye utumbo ambako ndo itakuja kunyonywa. La pili, inachosaidia kwa sababu itapunguza kile chakula kunyonywa, kwa hiyo hii itaingia kama fiber ambayo ni kitu bora sana kwa wale bakteria ambao wanaishi kwenye nani. Kwa hiyo kuongeza vinegar kwenye chakula chetu, au tunaona hawa wanaokula vyakula wa watu wa Southeast Asia, Japani, Korea, wa China, wana kitu kimoja kinaitwa kimicho. Kimicho ndio hicho wanachokifanya, ni kuweka vinegar au ndimu kuweza kupunguza zile spikes za sukari. Kwa ni kitu muhimu sana watu waangalie, una chakula chako kingi ambacho kina wanga na nini, jaribu kuweka vinegar kwenye either ile salad au mboga majani, na mara nyingi zinawekwa kwenye, na hata ukiingia kwenye haya mahoteli makubwa mara nyingi utaona ile seasoning wanaweka ili kukat hiyo spike ya nani kwenye damu. Mbinu ya 5 mwisho wanasema use second meal effect kwa advantage yako. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba ukila chakula chenye wanga, kwa mfano mchana, mwili unatoa insulin nyingi sana na spikes za sukari zinakwenda juu. Sasa hakikisha kwamba jioni unakula chakula kisichokuwa na wanga au wanga wa chini kabisa. Na ndio maana ushauri mkubwa wa kidaktari, jaribu chakula chote kuanzia wale wanaokula mara 3 kwa siku au mara 2 kwa siku au mara 1 kwa siku, kula chakula ambacho sio mchana. Mimi sili umekula chakula chenye protein kidogo, jioni umekula wanga mwingi, asubuhi umekwenda kula wanga kidogo. Kwa hiyo una swing, zile spikes zinakuwa zinapanda zinashuka. Ushauri mkubwa ni kwamba kama mchana umekula samaki, mboga za majani,
na wanga kidogo. Jioni hakikisha umekula kuku na kitu kingine, ili vyakula hivi cha kwanza, kwa sababu ukila wanga hapa, hata ukisema umekula kidogo, ukija kula wanga tena jioni, spike inakuwa kubwa zaidi kwenye damu, yani sukari inapanda kubwa zaidi. Na mfano nitatoa kwenye, tutizame huyu mtu. Siku ya kwanza amekula lunch, alikuwa na samaki salmon na viazi kidogo. Hapa kuna protein na viazi hivi ni natural kidogo. Jioni amekula wali pamoja na vegetable. Tizama sukari yake ilipopanda, imepanda kidogo 120. Sasa tutizame mtu huyo siku ya pili, mchana amekula steki kubwa ambayo kawaida ina nani nyingi sana. Jioni amekuja kula wali ambao ni wanga. Sasa sukari imepanda juu nani zaidi. Kwa hiyo utaona kuna utofauti wa vyakula unapokula mchana, ukiweza kula jioni aina ile ile, lakini inategemea nini umekula mchana. Hapa tunaona wote sukari zinapotofautiana kwenye damu. Hii iko karibu 180, wakati hii iko 120. Kwa vyakula vyetu tunavyoamua kula vina mchango mkubwa sana nini kinachoendelea ndani ya mwili. Na mwisho kabisa, baada ya kula, tunashauri watu wote nenda katembee kidogo, kwa sababu kinachofanya misuli inapo contract, unapofanyiwa mazoezi, sukari inatoka kwenye damu na kuingia kwenye store zake huko kwenye misuli, kwenye ini na sehemu zingine. Kwa hizi ndio mbinu 6 muhimu. Ya kwanza kabisa tumeonesha aina ya vyakula vya kula, kufanya mazoezi baada ya, na mazoezi sizungumzii lazima kwenda kukimbia, hapana. Tembea, tumia hizo vinegar au ndimu au limao, kuweka chakula ambacho kinabaki jioni kikiliwa siku ya pili, ndani yake inakuwa chini kidogo, na kutizama nini umekula asubuhi, kiwe kinaweza kuwa kimebadilika, lakini level zake za nani zisiwe wanga mwingi, mwili ukaupeleka sasa hivi wanga mwingi kidogo, wanga chini. Kwa hizi ni mbinu unaweza kutumia, na hasa hawa wanaofunga mwezi wa Ramadhani wanaweza kutumia hiyo kwenye wanapofuturu pale jioni. Subscribe kisha share video hii na wengine ili waelimike. Ikiwa una maswali zaidi kuhusu jinsi ya kutunza afya yako au unahitaji ushauri wa kitaalamu, tuandikie katika comment section na uendelee kufuatilia akaunti zetu za mitandao ya kijamii ili upate elimu zaidi na ushauri kila siku kupitia simu yako. Hii ni TNA. TNA, stay informed, stay healthy.